Na Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule Yesu alikuwa njiani kwenda Yerusalemu. Akapita kati ya Samaria na Galilaya. Alipoingia kijiji kimoja, watu 10 wenye ukoma walikutana naye. Wakasimama mbali kidogo, wakapaza sauti wakisema, Yesu Mwalimu, utuhurumie. Alipowaona akawaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Basi walipokuwa wakienda walitakasika. Mmoja wao alipoona ameponywa, akarudi akimtukuza Mungu kwa sauti kubwa. Akamwangukia kifudifudi miguuni pake, akamshukuru. Naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akasema, je, si wote 10 waliotakaswa? Wale 9 wako wapi? Hakupatikana mtu aliyerudi kumpa Mungu tukufu ila mgeni huyu. Akamwambia, simama, nenda zako, imani yako imekuponya. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Basi masomo ya leo, hasa somo la kwanza na somo la Injili, tunasimuliwa juu ya uponyaji, na hasa uponyaji wa ugonjwa ambao ulikuwa mbaya nyakati za Yesu, ambao ni ugonjwa wa ukoma. Ukoma umetajwa mara 68 katika Biblia, mara 55 katika Agano la Kale na mara 13 katika Agano Jipya. Na ugonjwa wa ukoma kwa mara ya kwanza unatajwa katika Biblia katika simulizi la Miriam. Nakumbuka Miriam alikuwa dada wa Musa na alimkashifu sana Musa. Na kwa sababu hiyo Mungu akamwachilia ukoma, although alirudi pia akamsamehe na akamponya. Leo tunapatana na Naaman. Wakati una ukoma, watu kama 4, vikundi 4 vilikuwa vinaishi katika maisha kama ya kifo. Unajua mtu ambaye anaishi lakini amekufa, the living dead. 4 groups. Kikundi cha kwanza, ukiwa maskini ulikuwa ni kama umekufa. Na ndio unaona wakati tulipokuwa tukisoma simulizi ya mama wa Nain, na kwa nini Yesu alimhurumia na akamwambia asilie, ni kwa sababu alikuwa amepoteza mwana wa pekee, na tunaambiwa pia alikuwa mjane. Na mtu mjane alikuwa maskini wa Mungu, especially ikiwa hakuwa na bwana na hakuwa na mtoto. Kwa hivyo ikiwa ulikuwa maskini, wewe ulikuwa a living dead, mtu ambaye ni kipofu. Ni kweli tunajua shida wanaopitia vipofu. Na kwa hivyo nyakati hata za Yesu, mtu ambaye hakuwa naona alikuwa kama amekufa. Ama mtu ambaye hana mtoto pia alikuwa kama anaishi lakini tayari amekufa. Sababu huyu mtu atategemea nani? Na kikundi cha mwisho ni kikundi ambacho kilikuwa na ukoma.
Hao pia walikuwa ni kama watu wamekufa. Wamekufa kwa sababu gani? Haungeishi na watu, haungekuja hekaruni, haungeishi na familia yako. Na kwa hivyo ukiwa na ukoma, ikiwa ni nyumba yetu hapa na Munyaka ako na ukoma, angekuwa naishi kwa tumiti pale Christ the King. Alafu kuna kamba imekuja paka kwa nyumba, imefungiwa mguu, na asubuhi tunaangalia ama bado wako hai kwa kuivuta. Ukisikia imevutwa unajua bado wako, sababu ungeenda umtazame na macho inakurukia. Na walivalishwa kengele, ndiposa ikiwa wanapita usikie ile kengele upige kona. Na walifundishwa kuimba zaburi, mimi mwenye ukoma, mimi mwenye ukoma. Walienda wakitangaza haya maneno ndio waondokewe na watu. Kwa hivyo ulikuwa ugonjwa mbaya zaidi. Na ikiwa tutaweza kuelewa, kumbuka mwaka wetu wa 2020 juu ya COVID. Jua jinsi vile tulivyokuwa. You are quarantined, you are removed from your family. Hakuna mtu alitaka kutengamana nawe. Hiyo mazingira ndio ilikuwa na watu. Tumsifu Yesu Kristo. Nyinyi mlijua hata ikiwa ni mtu wako wa karibu sana, ikiwa hata ni mama yako hangekuja kukuona, ndugu zako wanakuondokea, na hata unaondolewa kwa jamii. Tumsifu Yesu Kristo. Na hata kuna wengine waliitumia to punish their enemies. God is good. Kwa hivyo haya ndiyo mazingira ambayo tunaweza kukutana nayo. Na ndiyo basi Naaman, tumepatiwa simulizi ya Naaman. Naaman alikuwa mtu wa cheo. Na watu wengi hawakujua na ukoma. Kwa sababu gani? Alivaa sare za jeshi, lakini mwili wake ameufunika, umejaa vinonda. Na ile vinonda ama ukoma ulikuwa unakula hata viungo vya mwili pole pole. Naaman alisaidiwa na the little girl. Sababu pointi ya leo ni kwamba usipuuze mambo madogo katika maisha yetu. Sababu huyu msichana ambaye ako kwake, hata alikuja kama a slave, alitekwa nyara wakati Syria ilikuwa imevamia Israel. Na waliondoka na mateka, na huyu msichana akamalizia kama mfanyakazi kwa nyumba ya Naaman. Na sijui alionaje mateso ya Naaman, akamnogonezea mke wake, akamwambia, siwaambie mzee aende kwetu kule Israeli, na huko kuna nabii. A Jew, always a Jew. Myahudi anajua ni mteule wa Mungu, na anajua Mungu aliwachagua, na wanaienzi imani yao. Na ndiyo maana hata leo unaona the nation of Israel believes they are the chosen people of God. Na hata vita ambayo wanapigana ni vita ya Mungu. Na ndiyo maana kila mahali Muisraeli hufanya mambo mawili. Kwanza, wanamtukuza Mungu. Na ndiyo maana wanaimba hii wimbo, Bwana nikikusahau, waacha ulimi wangu ugandamane katika mdomo wangu. Sababu wanajua matukio na upendo wa Mungu. Nikikusahau, Mungu, ulimi wangu ushikane katika mdomo wangu. God is good. Jambo la pili ambalo huwa wanafanya hata kwa mazishi, hata kwa harusi, ni kwamba huwa wanavuja glasi. They crush a glass. Why? To remember how they were crushed by the Babylonians and how their temple was destroyed. So those two acts remind them of who they are. Na ndiyo maana huyu msichana akikumbuka ile imani yake, amemwambia mama, muulize mzee, anaweza kwenda kwetu? Huko kuna kisima,
huko kuna nabii. Na basi mama akamshawishi mzee aliyekuwa na cheo kikubwa, jemedari, na akaona faida ya kwenda. Why? Maybe because of desperation. Na huyu amri jeshi akaenda akaongea na mfalme wa nchi yake Syria, na akaomba hata barua. Na ukisikiliza katika barua hawakutaja Elisha. It is a government to government communication. Mfalme wa Syria anamwandikia mfalme wa Israeli. Na wakati mfalme wa Israeli anapopata barua, aliona ni kama mfalme wa Syria is provoking. Wamekuwa akivamia Israeli, na kwa hivyo anapomwandikia barua, hii ni uchokozi. Ananiuliza ama jemedari wangu aje nimponye, mimi ni daktari. God is good. Are you getting my point? They have been invading Israel, and now this traditional enemy ananiandikia kwamba jemedari wangu aje apate uponyaji. Mimi ni daktari. Tunaambiwa mfalme wa Israeli alirarua mavazi yake. So nadhani Elisha hakuwa na kamba, labda alikuwa chaplain pia. Na ni hapo Elisha alipojua kwamba mfalme amerarua, na labda amemueleza hasira zake, ndiposa akamwambia mfalme, usikasirike, wacha aje, na akija mtume kwangu. Na ndivyo alivyofanya. Mfalme akakubali, akamwambia njoo. Na alipokuja alielekezwa kwa Elisha. Alipofika kwa Elisha, kumbuka ni jemedari. The commander in chief is the president. He's the second person, senior most. Alitarajia akutane either na mfalme ama mtu wa cheo cha juu. Hata Elisha hakukutana na yeye, alituma maasaba. Mungu ni mwema. Alikutana na mtumishi, akamwambia, mkubwa, nabii ameniambia uende shrine Subukia, tumbukiza mwili wako huko mara 7 Jorodani. Again, hasira yake na kiburi, hata hawezi heshimu cheo changu, na nitoke all the way from Syria nije nitumbukie kwa mito yao, ni kama kwetu hakuna mito. Lakini wale walimleta, sababu kumbuka huu ni mtu mkubwa, angekuja peke yake, pia yeye anakuja na security yake, na wale ambao ni waandamizi wake wakamsihi, mkubwa, fanya tu vile. God is good. Na kwa sababu pengine ya shida akakubali, akaenda akatumbukia mara 7. Mara 7 is the number of perfection. Akatumbukia mara 7, na ya 7 mwili ukatoka kama wa mtoto mchanga, kama amepona. Hapo ndipo Naaman akatangaza kitu, na akasema, sasa najua katika dunia yote hakuna Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa Israeli. He professed the faith of the true God. Na nadhani akitoka Subukia alikuja na akawaza, akasema, nitapitia kwa nabii na nitoe shukrani zangu. Na akaweka hata kakitu kwa bahasha, iwe ishara ya shukrani. Semeni bahasha. God is good. Lakini alipokuja Elisha akajua, nikipokea hii bahasha na huyu ni mpagani, atarudi kwao na kusema niliuziwa uponyaji. Kwa hivyo Elisha hakupokea bahasha, akamwambia, asanti, nenda umuishie huyo Mungu, ama nenda tenda mazuri na wewe kwa watu wengine. Na tunaambiwa akaanza kwenda na akasema asanti na akashukuru Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Somo limeishia hapo.
lakini ni vizuri hata tuongeze kidogo. Alipokuwa amefika kama kindomsika pale, kuna jamaa alisikia vibaya sana, who the assistant of Elisha. His name was who? Gehazi. Gehazi akasikia wakiongea na amewacha kabahasha, na unaona vile uchumi iko. Akajiuliza, nabii ameachilia uendelezaji wa injili, utaendeleaje? Tunaambiwa kwa siri. Akamfuata, akamfikia mahali kama pale kindomsika, na akamwambia, rafiki, nabii amenituma, licha ya kwamba alikuwa amekataa kabahasha sababu ya uenezaji wa injili, amesema tu nipatie. Na sababu Naaman alikuwa anataka kutoa kwa shukurani, akampatia, akaweka mfuko, na Gehazi akarudi kwa compound na akaanza kuzunguka, amerudisha mikono nyuma, ni kama sababu ni mwezi wa Rozari, anaendelea na roza. Na ni hapo Roho akamuonyesha Elisha kuna jambo limefanyika, na akamuuliza, Gehazi, umekuwa wapi? Si unajua mwalimu, Eli hatukuangalia. Hapo Elisha akamwambia, kwa sababu ya yale umetenda kwenda kinyume na umepokea bahasha, pia utapokea ukoma wa Naaman. That is how Gehazi died of leprosy. Ameitoa wapi? Ameiendea kwa miguu, ameiendea yeye mwenyewe. God is good. Na Gehazi, licha ya kwamba story haijamalizika, he died of leprosy. Mungu ni mwema. Lakini Naaman So Naaman alipata vitu mbili. Alipata uponyaji wa mwili na akapata wokovu. Kwa sababu gani? Sasa amejua Mungu wa ukwe. God is good. Hii inashikana na injili. Yesu anaelekea Jerusalem. Anaenda Jerusalem kufanya nini? Anaenda kuuawa. This is the last journey of Jesus. Yeye anaelekea Yerusalemu, safari ya mwisho. Anaenda kuuawa. Anapitia town kati ya Judea na Samaria. Na ndio tumeambiwa, hiyo center hatujaambiwa iliitwa aje. Na katikati ya Judea na Samaria kuna a space that was left for leprosy victims. Ukishatengwa na watu wenu, ulisukumwa kwa hiyo area. Hiyo ndio ilikuwa quarantine yao. Na hapo ndio tumeambiwa kuna watu 10. 9 ni Wayahudi, 1 Msamaria. Walipoona Yesu anapita hiyo area, na kumbuka Samaria haipitagwi na watu rahisi. Kwa sababu gani? Watu wa Samaria walikuwa watu wachochezi sana. Wale wanaenda Jerusalem wakipita hiyo area, they used to attack them. They were very cruel. Hapo Samaria ndipo pia kuna ile kisima ambapo msichana wa Jacob alilepiwa. Na kwa hivyo Samaria, they had no good name. Na sio hiyo tu, wa Samaria walikuwa kama half caste, sio pure Jew. Kwa hivyo walitengwa sana na watu. Na Yesu kupita pale ni kwa sababu ya huruma. Amepitia pale, kuna watu wametengwa, na walipomuona tunaambiwa wakapiga kelele wakisema, mwalimu, master, have mercy on us. Master, have mercy on us. Kuita mtu master ni kukubali huyu ni ana nguvu zote, ana ukuu wote. Kwa hivyo it is the leprosy people
who declared Christ as the supreme being. Tusikirie huruma. Na Yesu, sababu ya desturi ya nyakati zake, hakuwaguza, hakuwakaribia kama ilivyokuwa desturi. Tunajua kwa maandiko mengine aliwaguza, aliwaombea na wakapona. Na ndiye mtu wa pekee ambaye ameshaguza watu wa ukoma. Alafu akawaambia nini? Nendeni mkajionyeshe kwa kuhani. Makuhani nyakati za Yesu ndio walikuwa kwa ministry of health. Hao ndio wangeenda wakutangaze umepona. Na kwa hivyo walipoambiwa nendeni, wote waliteremka. Kumbe walipona katikati hata kabla ya kufika kwa kuhani. Walipoona wamepona, tunaambiwa mgeni akarudi. God is good. And all the time. Tuko pamoja. Mgeni alipoona amepona, hakungojea kwanza aende kwa kuhani. Alirudi kwanza kwa mponyaji. Wale wengine 9 ambao ni Wayahudi walifanya nini? Sababu hao wanajua ni kawaida na walichaguliwa kwanza wafike kwa kuhani. Na ndiyo Yesu anauliza hao wengine wako wapi? Yeye hakujua, sababu yeye anajua yule amemponya ni yeye. Definitely lazima angerudi aende kwa kuhani, lakini amerudi kwa Yesu kutoa shukrani. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa hivyo Yesu amemwambia nini? Imani yako imeku. Masomo haya yanatufundisha nini? Mambo mawili. Kiburi kingefanya Naaman akose uponyaji. Kiburi kingefanya Naaman akose uponyaji. Kwa sababu yeye alijiona mkuu, alijiona ana cheo, na angekosa uponyaji isipokuwa alipata neema ya kunyenyekea. Namba 2, Elisha amemwambia nini? Nenda ukatumbukie katika mto Jordan. Yesu amewaambia hawa 10, nendeni mkajionyeshe kwa kuhani. Uponyaji unatokea kwa njia gani? If you follow the command. The command of who? The command of God, the command of Christ, and following the command of Christ is an act of faith. Inahitajika ufanye jambo. Unyenyekevu huo, nenda ukatumbukie. Nendeni mkajionyeshe. Ilibidi imani yao ionekane kwa matendo. Imani haijatosha, lazima ionekane kwa vitendo. Na ndio maana wamenyenyekea na wameenda kutii walioambiwa. Na hapo ndipo basi wamepata uponyaji. Na kwa hivyo siku ya leo nataka kuuliza swali. Ni nini inakuzuia kuponya? Ni nini hiyo inakuzuia kupona? Inawezekana pengine hatuponi kwa sababu ya kiburi chetu. Inawezekana hatuponi kwa sababu mambo yote tunafanya kama routine. Ni kawaida, ni Sunday, ni kawaida lazima uombe, lakini hauna hiyo hamu ama hautendi kwa sababu unajua ni nani unayefuata. Could it be tunakosa kupona kwa sababu we have a lot of doubt? Doubt about God, doubt about our faith. Inawezekana hatuponi kwa sababu we are so busy. We don't have time for God. We don't have time for ourselves. We are so we are so. And when you are busy, what are the initials of the word busy? B-U-S. Turudie Gumbaro.
What does it mean? Busy. Being under Satan's yoke. Semeni amen. You are so busy because you have been tied by certain yoke that you don't have time for yourself, you don't have time for God, you don't have time to think about your salvation. Kwaya, hamjambo. Na hii mambo inatufunga kutoka kuingia Jordan. Nyinyi mnajua tumeelekea Canaan kwa muda mrefu, lakini tukifika Jordan tunakataa kuingia. Na ndio maana hatufikagi nini? Canaan. Ndiposa ufike Canaan, you have to get to the Jordan yetu ni gani? What is our Jordan today? Our first Jordan is the holy water. That's why tukiingia kwa misa tuliguza maji ya baraka. Kwa nini? Tuweze kupata utakatifuzo. Jordan yetu ni sakramenti ya kitubio. Tunapoenda kitubio tunapata uponyaji. How comes? For 1 year hauna nafasi ya kwenda pentesia. Utapona aje? Umeishi katika kanisa miaka hiyo yote, haujafanya bidii ya kupokea Eucharisti, ni dawa ya roho. Maombi ni Jordan yetu. Tunapoenda kutumbukia kwa maombi, tunaongea na Mungu. Tunaposoma Biblia, tunasikiliza Mungu, na baadaye tunapoimba zaburi, nasi tunamuongelesha Mungu. Mungu anaongea na sisi na neno, na sisi tunamjibu kwa zaburi. Mungu ni mwema. Tunapotazama msalaba, tunapotumia silaha za imani, silaha kama rozari, ni kweli tunaingia Jordan, kwa sababu pale tunapata uponyaji. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio leo nataka kuwatangazia, na ninatabiri Mungu hajachoka na wewe, na ndio maana anatuambia sisi zote, nendeni mkajionyeshe kwa kuhani. Tumsifu Yesu Kristo. Ili tuweze kupata uponyaji. Maana wengi wetu ukiangalia vile tumevaa, tumejifunika kama Naaman, lakini maisha yetu imejaa vinonda. Vinonda vya kiroho, vinonda vya mwili, sisi ni wagonjwa, vinonda vya emotions, vinonda vya uchumi, zote tumejaa vinonda. Na leo Yesu anatuambia nini? Nendeni mkatumbukie mto, na tukitii kwa imani, basi tutaweza kupata uponyaji. Na ndiyo maana siku ya leo sisi ndio hawa watu 10 wenye ukoma. Huyu Msamaria amerudi kwa sababu anajua tendo kuu ambao Mungu amemtendea. Hata wewe msikilize msichana yule mfanyakazi. Listen to the little ones. Angalia matendo madogo ambayo Mungu amekutendea. Leo umeamuka, umetoka kwa kitanda. Sio kawaida. Roho yako ama moyo wako, your heart, inafanya kazi hata bila wewe shukurani. Unapumua fresh air, na hiyo mashini inapima hiyo fresh air. You don't recognize who has given you. Your blood is running. Unaisikiliza ikienda, and you take it for granted. Our health, our families, even our faith. Tazama haya mambo madogo ambayo Mungu anatutendea, na kwa sababu yake tuweze kumtangaza kama alivyotangaza Naaman. Sijaona Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa Israeli.
wakarudi wakimshukuru Mwenyezi Mungu. Na ndiyo maana siku ya leo tumekuja kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa matendo yake makuu. Tuombe Mungu atujalie neema. Tusikilize ujumbe wa Paul anapomwandikia Timothy. Amemwambia nini? Kumbuka Kristo wako. Kumbuka Kristo. Who is Christ for you? Leo unapomtangaza Kristo, Kristo ni nani kwako? Wengine watasema Kristo ni Bwana kwa sababu nina afya nzuri. Kristo ni Bwana kwa sababu nimepata kazi. Kristo ni Bwana kwa sababu nimefaulu kwa mtihani. Lakini Paulo amesema nini? Kumbuka kuwa Kristo, Yesu Kristo ni wa ukoo wa Daudi. Christ from the stem of Jesse, of David. Kwa sababu gani? Daudi ndiye ambaye aliweka Jerusalem salama. Daudi ndiye alitamani kumjengea Mungu hekalu. Na kwa hivyo kumbe Kristo ambaye ni Bwana aliyekufa na akafufuka, sio tu yeye ametuweka salama, lakini pia yeye ni chemchemu ya worship. Ndio maana John anatuambia hamtaniabudu tena katika hekalu, lakini mtaniabudu katika ukweli na roho. Tuombe siku ya leo Yesu atuponye ukoma wetu. Atujalie neema ya uponyaji. Na ni kweli wengine wetu tumejitafutia ukoma kama Gehazi. Sisi ndio tulienda kutafuta ukoma, na hata ukiangalia mambo mengi ambayo tumepoteza baraka, sisi ndio tulienda Mungu ni mwema na kila wakati. Naangalia kwa mfano mazingira yetu sasa. Ukisikiliza kila mahali ni kilio. Watu wanakufa kwa hospitali, hakuna dawa, hakuna madaktari, hakuna pesa. Lakini iko pesa ya vitu vingine. Semeni amen. Do you think kilio hicho cha wagonjwa akifikii Mungu? Wakati ambapo unauzia watu mavi ya kondoo kama fertilizer, alafu unaniambia you are going to enjoy your life, it will never be the same. Unajitafutia ukoma. Ukoma ni sisi tunauendea. Leo watoto hawasomi, masomo haiendelei, hakuna pesa kwa shule, lakini iko mtu anaingiza pesa kwa mfuko. Hiyo sio pesa, ni ukoma. Semeni amen. Nakumbuka uko kwetu, siku hizo hakukuwa benki ama M-Pesa. Mzee alikuwa yeye peke yake ndiye alikuwa amefuga ng'ombe, na karibu kijiji kizima tulikuwa tunaenda kuchukua maziwa huko, na population inaendelea kuwa kubwa. Mzee akaona hii watu wote, kwa sababu ya huruma, lazima kila mtu apate maziwa. Ng'ombe imetoa lita 6 ama 7 na watu ni wengi. Utafanya nini? Ni uombe neema, uitishe maombi, ubatize maziwa. Si ni kweli? Na ubatizo si ni kuongeza maji kidogo, ndio at least kila mtu apate. Na alibatiza kwa muda. Ilipofika na ikatosha kwenda kununua kashamba, sikumbuka siku hiyo pikipiki hakuna. Pikipiki ni miguu, lazima ukate. Sasa akaanza kwenda kulipa shamba. Benki hakukuwa siku hiyo, unaweka pesa kidogo kidogo, walikuwa naweka kwa babu. Ikitosha unaweka kibeti, unaenda kulipa. Sasa mzee alienda kulipa. Na sababu ni safari ya kukata msituni ukielekea kijiji ingine, ikafika mahali amehisi kiu na iko mto, akaweka kibeti chini, anawishe uso na apate tama la maji. Kumbe nyani imeona na ikadhani hii begi imebeba kitu cha kula. Wakati ameinama kukunywa maji, nyani ikanyakua kibeti
akikumbuka ni nini iko pesa ya maziwa iliyo. Situmalize, nyinyi sio wa kwetu. Nyani akapuruka na kibeti, na sababu ya kelele nyani ikakuwa scared, ikaangusha kibeti. Lakini imeangusha wapi? Hapo ndipo nilipogundua kumbe yote ambayo imezaliwa kwa maji inaenda na hivyo ndivyo wengi wetu tumekuwa kama Gehazi. Tumejiletea ukoma sisi Tuombe Mungu siku ya leo. Hatunyoshi kidole kwa mtu yoyote. Nobody is holy. Are we together? But remember, we need the courage of Christ. Anapotuambia leo, enda ujionyeshe, enda utubu. Kura iliyo halali ya wagonjwa wape, ya watoto wape, ya maskini wape, ili uweze kupata baraka. Tuombe Mungu wiki hii atuponye ukoma wetu. Na ni kweli sisi zote tuna ukoma. Hakuna mtu hana ukoma, lakini tunahitaji kumwendea Yesu. Tunahitaji unyenyekevu, na baada ya kuponywa turudi tukimtukuza Mungu. Na yeye yuko tayari, anatuambia njooni kwangu nyinyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Ombeni nanyi mtapewa. Na kwa sababu ya yale madogo Mungu ametutendea, tumurudie kwa kumuimbia wimbo wa sifa. Naaman amekuja kumshukuru, huyu mgeni amekuja kumshukuru, akikumbuka yale ambayo Mungu amemtendea. Mungu ni mwema. Ukisoma Marko 1 ndio ujue ukoma ni serious. Marko 1 kuna jamaa amekuja kwa Yesu, na nikasema tutasoma pamoja alafu munisaidie, sababu saa zingine hii mambo inakuwa ngumu. Sikiliza huyu jamaa amemwambia Yesu nini. Mtu mmoja mwenye ukoma alimwendea Yesu, akapiga magoti kama hawa tu, akamuomba, akamwambia, ukitaka waweza kunitakasa. Ukitaka waweza kunitakasa. I wish mwenye kuandika angeendelea. Ukitaka unaweza, ikiwa hautaki. You can see the desperation. Are we together? Mtu akifika hapo, kumbuka tumesema tayari ni mtu anaishi lakini amekufa. Ameenda kwa Yesu, amepitia yote, anamwambia Yesu, ukitaka unaweza kuniponya. Ikiwa hautaki, I'm already dead. That is the situation. And that's why we need to thank God that today you are healthy. Today, God has given you the grace to wake up. Kuna watu wanauliza Yesu, heri unichukue. Are we together? They have reached that desperation. Sasa nataka tumalize na ya mwisho, Leviticus, sababu hapo ndipo ndio saa zingine unaambia Mungu hauna nafasi ya kumshukuru Mungu, na saa yote hauna nafasi hata ya kumwambia Mungu nao kama ungepona. Na ni watu wachache sana walipona ukoma kwa Bible, isipokuwa hawa tumesikia na Miriam, ni watu wachache sana walipona ukoma. Na baada ya kupona ukoma, hii ilitakiwa, huyu mtu haishi na watu, huyu mtu haendi kibarua, yeye anaishi kwa forest. Lakini ukipona, this is what was required of you. Na kutoka leo tukisoma hii, nisisikie mtu akicomplain. Are we together? Leviticus chapter 13 na 14 zinaongea juu ya ukoma na what was required. So chapter 14 inasema hivi, baada ya kupona
mwenye ukoma alistahili kufanya afuatayo. Nataka uniambie, huyu mtu mwenye amekuliwa mikono yote, vidole, hajaishi na watu, anaishi forest. Lakini leo Yesu amemhurumia, amemwambia nenda ukajionyeshe kwa kuhani na utoe kama Musa alivyoagiza. Now, in case you got healed, this is what was required. Nataka tusome pamoja. Tuko pamoja? Tafadhali mtoe kalamu. Hii lazima tuandike. Na ikiwa hauna kalamu, fungua kalamu ya Roho. Inasema hivi: siku ya 8 yule aliyeponyeshwa ukoma, baada ya siku 8, si umepona? The 8th day. Kumbuka huyu mtu ameishi miaka yote bila kuonana na watu. Hawezi onana na mama yake, hawezi onana na ndugu zake, lakini kwa bahati kama leo ameponywa na Yesu. Ni nini ilistahili kufanywa? Siku ya 8 ataleta mwana kondoo ndume. Andika, kondoo ndume. Unaona hamtaki kuandika? Are we together? Hiyo ndio ya kwanza. Hiyo ndio anaambiwa nenda ukajionyeshe kwa kuhani. Na ikiwa umethibitishwa umepona, utatoa mwana kondoo. Number 2, asiye na dosari, kondoo jike wa mwaka mmoja. Kwa hivyo ndume moja, jike moja. Are we together? Tuendelee, tuko kwa Walawi. Kilo 3 ya unga laini. Mumeandika hiyo? Uliochanganywa na mafuta kwa ajili ya sadaka. Mafuta theluthi 1 ya lita. Theluthi 1 ya lita. Kwa hivyo hizo ni vitu: ndume, jike, unga, mafuta. Huyo ni mtu mwenye hajaionana na watu, hajaikaa na watu, hana mikono ama nguvu ya kwenda kibarua, lakini ameambiwa leo enda utoe alivyoamuru Mungu. Sasa nataka niwaulize, atatoa wapi? Huyu mtu atatoa wapi? Vile mmenyamaza hata mimi sitaongea. Are we together? It is that serious. Ikiwa umeponyeshwa, nenda utoe haya. Na pengine utasema huyu mtu ni maskini. Sikiliza vile Biblia inasema. Ikiwa huyo mtu ni maskini wa Mungu, verse 21, na hana uwezo wa kutoa vitu hivyo, basi ataleta huyu maskini wa Mungu mwana kondoo ndume mmoja kama fidia ya sadaka ya kuondoa hatia. Ataleta pia kilo 1 ya unga laini uliochanganywa na mafuta kwa ajili ya sadaka ya nafaka, na mafuta theluthi 1 ya lita. Swali ni atatoa wapi? Amekuwa mgonjwa kwa muda. Are we together? Huyo mtu ndiposa atangazwe amepona, angetoa wapi? Na wewe na mimi ambao Mungu ametujalia kwa njia ya Kristo Bwana wetu.